Mei 17, Jumamosi, mwaka wa 2025. Je, jibu la uumbaji upya wa ulimwengu huibuka wakati gani? Hagai 2:7. Nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Kwa sasa tunaishi katika zama ya utandawazi, kwa hivyo lazima uondoe mzizi inayosababisha majanga ambayo yatakuwa ya utandawazi. Hata hivyo, makanisa hayajui ukweli huu na wanaendelea kufunga milango yao kwa sababu hawana Injili. Tatizo kubwa ni kwamba wanafunzi wa seminari ambao wanapaswa kujua Injili kwa usahihi hawajaweza kufungua macho yao ya kiroho kwa ukweli huu na wanazingatia tu masomo yao ya kitaaluma. Katika historia yote, mataifa yenye nguvu yamefuata tu utawala, wakati taifa la Israeli lilishindwa kuelewa Injili. Hii ilisababisha majanga kwa wazao wao. Wakati wa zama za kati, watu waliendelea kushiriki katika vita kwa sababu kwa kweli hawakuelewa maana ya Kristo. Kanisa, wachungaji na wanafunzi wa seminari wote wanapaswa kuchukua jukumu la masuala ya kuongezeka kwa kujiua, mauaji, madawa ya kulevya, unyanyasaji, magonjwa ya akili na utamaduni na uchumi wa mnara wa Babeli. Wachungaji hawapaswi kuvurugwa na kubadilishwa fikira vingine bali kuhubiri Injili ya kweli tu. Haiwezekani kuokoa roho hizi bila kazi za kutikisa mbingu na dunia. Moja. Sababu ya kutikisa mbingu na dunia: mataifa yenye nguvu yamekamatwa na giza, makabila 5,000 yameuzwa kama watumwa, na Waisraeli waliendesha safari za kwenda ulimwenguni. Hii lazima ipinduliwe. Kutikiswa kwa mbingu na dunia kunaashiria kwamba Mungu mwenyewe ataingilia kati moja kwa moja. Mbili. Maudhui ya kutikisa mbingu na dunia: Waisraeli walipokabili kifo, Yokebedi alimtia moyoni mwana wake agano na kumtuma katika ikulu. Samueli alirejesha dhabihu ya damu iliyoondoa giza. Hata Elisha alivunja nguvu za giza kwenye mlima Kameli kupitia dhabihu ya agano. Waisraeli walipochukuliwa mateka, Danieli alishikilia agano ambalo lilipitishwa kupitia Isaya na Paulo alikiri Wagalatia 2:20. Wakati huo hapana mtu alielewa kwa kweli au alifurahia Injili. Tatu. Ratiba ya wakati wa kutikisa mbingu na dunia: Yokebedi, Yethro, Rahabu, Yoshua, Hana, Samueli, Obadia, mjane wa Zarefathi, mwanamke Mshunami, na wahusika wa Warumi 16 wote waliingia katika ratiba ya wakati wa mabadiliko haya makubwa ya mbingu na dunia. Wakati Injili ya nuru inang'aa juu ya wale walioanguka gizani, kazi za kutikisa mbingu na dunia zitatokea, na maofisa wa kanisa wanaomba kwa ajili ya uinjilisti na wainjilisti walio na Injili watatokea. Rejesha kanisa ambalo lina kumbi tatu kwa kuomba kwa jina la Yesu Kristo na kushikilia jibu hili kama agano lako. Ombi la agano. Mungu Baba, leo iwe ratiba hiyo ya wakati. Mimi nithibitisha kwamba kushikilia agano tu kunafanya kazi za kutikisa mbingu na dunia. Kufanyika. Leo uwe wakati huo. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.